Bwana Yesu asifiwe. Karibuni nyote kwenye chaneli ya Neno la Uzima TV. Kichwa cha mahubiri ya leo: ibada ya kweli, roho na akili pamoja. Kichwa chetu cha leo, tunaenda kujifunza ibada ya kweli, roho na akili pamoja. Na kwanza tutasoma kwenye waraka wa Paulo kwa Wakorinto wa kwanza sura ya 14 mstari wa 15. Anasema kwamba basi nifanyeje? Nitaomba kwa roho yangu, nami nitaomba kwa akili zangu pia. Nitaimba kwa roho yangu, nami nitaimba kwa akili zangu pia. Anaelezea pia, tukisoma kwenye waraka wa Paulo kwa Warumi sura ya 12 mstari wa kwanza, anasema kwamba basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Katika ulimwengu wa leo, wengi wanaamini kuwa ibada ni jambo la hisia tu, yaani roho, na pia wengine wanaamini kuwa ni jambo la akili na taratibu tu. Hata hivyo, Biblia inatufundisha kuwa Mungu aliyeumba roho zetu ndiye pia aliyetuumba na uwezo wa kufikiri, yaani akili. Ibada inayomfurahisha Mungu ni ile inayohusisha utu wetu wote. Leo tutachunguza jinsi tunavyoweza kumtumikia Mungu kwa usawa wa roho na akili ili ibada yetu iwe na maana. Hoja ya kwanza: umuhimu wa kuomba na kuimba kwa roho. Umuhimu wa kuomba na kuimba kwa roho. Kuomba kwa roho kunamaanisha kuruhusu Roho Mtakatifu aongoze mawasiliano yetu na Mungu, hata pale lugha yetu inapopungukiwa. Kwanza tukisoma maandiko, Yuda 1:20 anasema, bali ninyi wapenzi, mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana na kuomba katika Roho Mtakatifu. Tunapata roho huleta nguvu, mwongozo na uhusiano wa ndani na Mungu ambao hauwezi kufafanuliwa na mantiki pekee. 2, tunapata umuhimu wa kutumia akili katika ibada. Umuhimu wa kutumia akili katika ibada. Mungu hakutupa akili ili tuziweke pembeni tunapoingia kanisani. Akili zetu zinatakiwa kuelewa, kutafakari na kutathmini mapenzi ya Mungu. Kwenye maandiko tukisoma Mathayo 22:37, sura ya 22 mstari wa 37, Yesu anaelezea, anasema, Yesu akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Tunapata ibada ya kweli inahusisha ufahamu. Tunapoelewa neno la Mungu, imani yetu inajengeka na uwezo wetu wa kutii unaongezeka pia. 3, uwiano wa roho na akili katika utumishi. Roho bila akili inaweza kuleta mhemko usio na msingi. Akili bila roho pia inaweza kuleta usomi mkavu usiokuwa na uhai wa Mungu. Tunahitaji zote mbili. Kwanza tukisoma maandiko, waraka wa Paulo kwa Wakolosai sura ya 3 mstari wa 16, anasema, neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Napata tunapomtumikia Mungu tunatumia hekima, yaani akili, kufanya maamuzi sahihi, huku tukiongozwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Mungu hataki sehemu ya maisha yako tu, anataka vyote: roho yako na akili zako,
Tunapomwabudu na kumtumikia kwa akili timamu na kwa roho wa Mungu, tunakuwa dhabihu iliyo hai inayopendeza mbele zake. Acha leo iwe mwanzo wa kuishi maisha ya ibada ambapo kila wazo lako na kila hisia ya ndani inamtukuza yeye. Maombi ya leo, tunaomba. Bwana Mungu mwema, tunakushukuru kwa zawadi ya roho na akili zetu. Tunakiri kwamba mara nyingi tumekuwa tukiegemea upande mmoja, ama kwa hisia bila ufahamu au kwa akili bila mwongozo wa roho wako. Tunakuomba utusaidie kuanzia leo tuweze kukuabudu kwa utu wetu wote. Roho Mtakatifu tuongoze katika kweli yako, na Bwana utupe hekima ya kufikiri na kutenda kulingana na mapenzi yako. Utufanye kuwa watumishi wanaokutumikia kwa ufahamu na kwa nguvu za roho, ili maisha yetu yawe baraka na ushuhuda kwa wengine, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tumefika ukingoni. Mungu apate kubariki kwa jina la Yesu Kristo. Tupatane kwa mafundisho yajayo. Ni haya siku ya leo, mafundisho haya yabaki kwenu na kwangu pia. Karibuni nyote na asanteni nyote kwa muda wenu.